Masiku 30 au 29 ya mwezi wa Ramadhani yanakaribia kuisha. Baada ya hapo kutakuwa na vitu viwili vikubwa. Vitu hivi viwili vikubwa, kwanza ni siku 3 au siku moja au usiku wa kuamkia kwenye usiku wa alfajiri kabisa kuamkia kwenye sikukuu ya Idi. Kuna kitu kimoja kinaitwa zakatul fitr, zaka ya Idi al-Fitr. Hii zaka ni wakumbushe tu ndugu zangu Waislamu, hii zaka cha kwanza kabisa, hii zaka ni lazima. Hii zaka ni lazima, na kama wewe baba ndani ya nyumba unawajibika kulipia kulitoa zaka hii kwenye familia yako, unapiga idadi ya watu wako wote walio ndani ya nyumba yako, unapiga mahesabu, unatoa zaka ya Eid al-Fitr. Kwa hiyo sasa hivi kazi kwao kufuatilia kiasi gani cha zaka kinatakiwa utoe, lakini kinatakiwa utoe ndani ya masiku hawa niliyokuambia, na ni lazima kwa sababu kwanza moja wapo funga ya mja Mwenyezi Mungu inakuwa inaelea angani kabla ya kupokelewa na Mwenyezi Mungu. Zaka ndio inaisukuma, yani ibada ya kutolewa zaka ndio inapokelewa, lakini Mwenyezi Mungu huwa yeye ni mjuzi wa vitu vyote, sio zote ambazo hazipokelewi. Kwa sababu gani? Kuna watu ambao wale wanahitaji kupewa hizo zaka, wale saumu zao zinakubaliwa moja kwa moja, lakini ukiwa na uwezo wa kutoa zaka, hilo sio ombi, watakiwa utoe. Yani zaka kama zaka nyingine unazoziona, zaka mtu ambaye mwenye mali kubwa, mfanya biashara mkubwa, zaka yake lazima ndo kama hii zaka ya Eid al-Fitr. Watu wanashindwa kuelewa hiko. Yani tofauti ya zaka na sadaka ni zaka ni kitu ambacho cha lazima, sadaka ni baadhi ya sehemu ulionayo, na zaka, na ndio maana zaka imewekwa lazima, kwa sababu zaka ina kipimo, ina kipimo maalum. Baada ya hapo tunaenda kwenye sikukuu yenyewe ya Eid al-Fitr. Hapa ni kwa naomba nizungumze na Waislamu wenzangu na watu wote ambao tutakaojaliwa kufika katika siku hiyo. Cha kwanza kabisa, hii sikukuu ya Eid al-Fitr hii nisipepese macho na niwe mkweli, na kwa sababu kuna vitu vingine ukiumbisha sana unaonekana yani nataka ninyooke. Hii sikukuu ya Eid al-Fitr kwanza, watu wa kwanza yani watu ambao wanahusika nao hii ni Waislamu. Yani sikukuu ya Eid al-Fitr watu ambao wanahusika na hii siku ni Waislamu, yani ni sikukuu ya Waislamu. Wanasherekea mara baada ya kumaliza kufunga mwezi wa Ramadhani, wametimiza matakwa ya kufunga kwa wema bila shaka yoyote, na Mwenyezi Mungu awekea siku, basi sherekeeni. Na hii sikukuu ina namna ya kusherekea kwake. Wa kwanza kabisa, grupu la kwanza kabisa nimesema nani ya kwanza kabisa, watu ambao wanahusika na sikukuu ni kina nani? Ni Waislamu. Yaani maana yake namaanisha hivi, ukiwa dini nyingine yoyote tofauti na Muislamu kwenye hii sikukuu, wewe usherekee usisherekee haikuhusu, na hamna ule msema wa kusema si tuna support Waislamu katika mfungo wao, katika mfungo wao wote mwezi wa Ramadhani kwa tuna support sikukuu yao. Hapana. Yaani mtu ambaye sio Muislamu kusherekea hii sikukuu yeye tu, lakini haimuhusu. Sasa na kama funga, yaani kama sio Muislamu yeye funga haikuhusu, na hata hivi sikukuu hiyo kama sio Muislamu sikukuu haikuhusu. Sasa basi nikienda kwenye usherekeaji wa hii sikukuu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelezea au ametunabaisha sisi tuwe tunafanya mambo mema wakati ya sikukuu ya Eid al-Fitr. Na kwa sababu gani? Anasema sikukuu ya Eid al-Fitr kwanza watu wote watakiwa wawe na furaha, Waislamu wote watakiwa wawe na furaha, na dunia mzima siku hiyo lazima itakuwa na watu wana enjoyment ambazo Mwenyezi Mungu kaziruhusu.
siku hiyo unaruhusiwa Muislamu kuifanya kuwa siku tofauti na siku nyingine, kuanzia kwenye vyakula. Unatakiwa upike chakula kizuri kama una uwezo, lakini chakula kizuri ukinakshi tofauti na siku nyingine. Lakini kama hutakuwa na uwezo hivyo, basi na yule ambaye mwenye uwezo, basi akiona yeye heri zaidi kula na majirani zake, basi anaruhusiwa kutoa sadaka au kuwaita, bwana, kesho mimi njooni kwangu tusherekee siku ya Idi. Safi kabisa. Na Mwenyezi Mungu na mwingine anapenda sana kualika watu ambao wenye uhitaji. Tunaona katika mwezi wa Ramadhani watu wengi sana, design nyingi sana za watu wamefutulisha, na Mwenyezi Mungu hakatazi, sababu unapata kwa kufutulisha. Mwenyezi Mungu wewe ambao ulifutulisha ndani ya mwezi wa Ramadhani huu, Mwenyezi Mungu anakupa thawabu zaidi. Lakini Mwenyezi Mungu anapenda sana kufutulisha watu ambao wenye uhitaji. Unamfutulisha mtu ambaye kwake yeye vile vitu ambavyo anakuja kula kwako yeye, anaweza akaja kula, anaweza kununua kwake yeye mara 4 ubora yake kwake. Kwa hiyo umemkaribisha kuja kula tu, akisi kumfutulisha. Kama ungetaka kumfutulisha hivyo, ungefutulisha msikitini kabla ya kusali, muda wa kufuturu na hapa tende, una hapa ndizi, una hapa nini. Lakini kama kwa kufutulisha kwa lengo la kula iftari, lakini Mwenyezi Mungu anawalipa kwa wale yale ambao nafasi sio mabaya, lakini ni kwa jema zaidi na analipa ubora zaidi. Kama pia walifanya hivyo kwa lengo la kuonekana, basi Mwenyezi Mungu analipa kwa kila nia unaweka, Mwenyezi Mungu analipa. Kwa hiyo sikukuu ya Idi watu watakiwa washerekee tena kwa furaha, lakini sherehe zile ambazo Mwenyezi Mungu karuhusu. Mnaweza kukaa sehemu ukasoma Qur'ani tu, unaweza ukaenjoy na familia yako katika sehemu nzuri ambazo hata hazikeri, haziruhusu wewe kufanya maasi. Unaweza ukatulia nyumbani, lakini ukisherekea unaweza ukaenda kusherekea sehemu ambayo wewe unahisi hii sehemu ambayo sio ya kufanya maasi na sio kufanya vitu vya viasi. Lakini wangapi leo miongoni mwetu leo unakuta mwezi mzima kafunga, lakini ana albamu yake anaenda kuiachia siku ya Idi na ana show ndani ya siku. Yaani mwezi huu Ramadhani kafunga, lakini ndani ya siku ya Idi ana show ambao show ya muziki ya kidunia, hasa hii ya kwenda wanawake uchi, kwa sababu mwanamke kisheria ya dini ya kiserikali, kama hujavaa mtandio au hujavaa nikabu, hujavaa mtandio wote ambayo unakufunika mpaka baibui na kufunika mpaka sio uso mzima. Uso mzima yeye ni nyongeza tu, lakini kufunika mpaka manake wewe utakuwa upo uchi. Wewe mwanamke maki utakuwa upo uchi, na unavotembea unaona mwenyewe kama sawa, lakini upo uchi kabisa. Ni sana mtu ambaye upo uchi wa mnyama ndio wewe upo uchi. Basi wenyewe mnaenda kwenye mziki mnarukaruka nini hapo, maana yake mnapata dhambi kubwa sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema yoyote atakayefanya dhambi sikukuu ya Eid al-Fitr, kama wewe ndio wale wahuni ambao wanasema walikuwa wanavunja jungu, kwa hiyo siku ya sikukuu ya Eid umelijenga tena, basi Mwenyezi Mungu anajua jinsi ya kulipa uovu, anajua jinsi ya kulipa, na wema anajua jinsi ya kulipa. Lakini Mwenyezi Mungu amesema yoyote atakayefanya dhambi ndani ya sikukuu ya Eid al-Fitr, huyo sawasawa na mtu ambaye alifanya dhambi siku ya Kiyama. Yaani siku ya Kiyama ile kila mtu analia na mambo yake, kila mtu anaheka na lake. Yaani mwanao siku unamsahau kutokana na mambo yako ambayo uliyofanya mengi, anakusema umeshapagana siku ya Kiyama, heka lake ndio unafanya. Ndio kuna mwingine anakuja anafanya dhambi hasa, yaani mpaka nyingine unashangaa, yaani huyu mpaka hapa tena ni duniani kote anafanya dhambi mpaka hapa tena, ndio anafanya dhambi mpaka hapa tena, au kashindikana. Sasa ndio hiyo, yaani sasa piga uzito hiyo. Na kisheria ya Eid al-Fitr ni wakumbushe tu, tunapoweka Idi mbili, Idi mosi na Idi pili, hiyo ni namna ya washereheshaji ya washereheshaji wa kidunia kutaka kuwa bora zaidi. Lakini ipo Idi moja tu, Idi al-Fitr ipo moja tu, ile siku ya Idi ndio basi. Hakuna Idi mosi na Idi pili, hakuna hiyo. Kwenye vitabu vyote
suna za vitabu vya hadithi, hiyo hadithi, tembea vitabu vyote vya hadithi, nenda kwenye msaafu. Sidhani kama utakutana na sura inasema kuna Idi mbili, Idi mosi na Idi pili. Hakuna Idi mosi Idi pili, ila watu wameweka Idi mosi na Idi pili. Muda mwingine kuna baadhi ya watu siku ya Idi mosi wanakuwa naoga kidogo, lakini siku ya Idi pili wenyewe wanaita Idi pili, ndio wanakuwa wanajiachia zaidi, lakini Idi ipo hii moja tu. Kuna Idi al-Adha ambaye Idi ya kuchinja na Idi ya Idi al-Fitr. Kwa hiyo katika hamna Idi mosi, Idi al-Adha, Idi al-Adha moja na Idi al-Adha pili. Idi al-Adha mosi na Idi al-Adha pili. Na Idi al-Fitr mosi na Idi al-Fitr pili. Idi al-Fitr ipo hii, ipo moja. Mwisho kabisa tumuombe Mwenyezi Mungu atufanye sisi watu wenye kusherehekea, atufikishe kwa wema na atulinde ili tufike katika sikukuu hiyo na tusherehekee kwa namna ambazo Mwenyezi Mungu amezitaka, pasipo na kufanya maasi yoyote. Kama tukifanya maasi, tutakuwa tumefanya tofauti na matakwa na Mwenyezi Mungu anapohitaji. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie pia tuweze kutufanya tuwe wenye kufanya wema zaidi, maana Mwenyezi Mungu amesema athari mojawapo ya mtu ambaye alifunga mwezi wa Ramadhani utaiona mara baada ya mwezi wa Ramadhani kuisha. Utaona kabisa huyu mtu kweli athari ya mwezi umeingia. Mojawapo ndio hiyo, kufuata sheria, kuachana na mambo yote maovu haya. Lakini tofauti na hapo, kama tukirudi kule sasa tunatwanga maji kwenye kinu. Kwa hayo leo anatosha. Ukumbushe tu, kama bado hujasubscribe channel hii ya Maisha Safari, basi subscribe ili uwe kwanza kupata habari zetu, na pia bonyeza alama kengele, kwa sababu ukibonyeza alama kengele notification zote au taarifa zote za vipindi mbalimbali tunavyoposti sisi uone kwa kwanza kuvipata. Kingine, usisahau kukomenti, toa maoni, toa ushauri. Kama una mada unataka kuelezea, nitafute kwenye mitandao yangu ya kijamii. Mimi ni Asham Islam. Kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook ni Asham TZ, TikTok Asham TZ, Instagram Asham TZ. Ni DM niambie, bwana mimi Fadi bin fulani nimeona katika kipindi chako cha Maisha Safari channel natamani kufanya kipindi, au mna tukio fulani au mna mkasa fulani wa maisha. Hii ni Maisha Safari channel, kwa inaelezea maisha au mwenendo wa mwanadamu kwa ujumla, kuanzia anapozaliwa, anapotambaa, anapotembea, anapoishi uhai katika maisha yake mpaka anapofariki. Inshallah Mwenyezi Mungu awajalieni kutazama hii video, pia awapeni subira kwa wale ambao wenye matatizo zaidi, na Mwenyezi Mungu atujalie maisha mema. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama kengele, kulike, kushare na ukomenti ili uwe mwanafamilia bora wa chaneli hii ya Maisha Safari channel. Maisha Safari channel always be available.